Fagio kubwa na la kushtua linaweza likapita kwa wanafainali wa kombe la shirikisho Afrika. Simba kama kamati yenye dhamana ya kusajili itaendelea kushikilia msimamo inaouamini kwa ajili ya kuisuka timu mpya ya makombe. Kutokana na mwenendo wa timu hiyo kwenye mashindano mbalimbali msimu huu pamoja na majadiliano na benchi la ufundi, huenda wakafanya baadhi ya maamuzi ya kiufundi ambayo huenda yakashtua mashabiki. Lakini wao hawana imani au hawaamini hakuna mafanikio bila kuchukua hatua. Taarifa za chini zinasema Musa Pinpin Kamara huenda akajiunga na Al Masry ya Misri. Lakini tunafahamu kwamba hana maelewano mazuri na baadhi ya wachezaji wa timu hiyo iliyomaliza nafasi ya pili kombe la shirikisho barani Afrika na kukosa ubingwa NBC Premier League 2024-2025. Kitendo cha kipa wa Simba Musa Pinpin Kamara kuruhusu mabao mawili katika mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya Young Africans kimemfanya nyota huyo kushindwa kuandika rekodi mpya ya kumaliza msimu akiwa na clean sheet nyingine zaidi kwenye ligi kuu bara. Kamara alijiunga na Simba msimu huu akitokea Horoya AC ya kwao Guinea. Amemaliza ligi akiwa kinara wa makipa ambao hawajaruhusu mabao mengi zaidi, akifanya hivyo mara 19, akishindwa kuivuka rekodi iliyowekwa na Aishi Manula msimu huu 2017-2018. Manula aliyejiunga na Simba Sport Club Agosti 9, 2017 akitokea Azam FC. Alimaliza na clean sheet pia 19 kama ilivyokuwa kwa Kamara ambaye ameshindwa kuandika rekodi mpya kikosini humo. Katika mechi ya juzi iliyomalizika kwa Yanga kushinda mabao 2-0, nyota aliyemtibulia rekodi hiyo ni kiungo Pacome Zouzoua aliyefunga kwa penalti dakika 66 baada ya kufanyiwa madhambi akiwa eneo la hatari na kipa huyo wa Simba Pinpin Kamara. Kama haitoshi, Pacome akaendelea kumtia machungu Kamara baada ya kuassist bao la pili lililofungwa na Clement Mzize dakika ya 86, likiwa ni la 14 kwa msimu huu kwenye ligi na la kwanza kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo. Manula aliyetajwa kwa sasa kurejea Azam msimu 2017-2018, mbali na tuzo ya kipa bora aliyoshinda, aliiwezesha Simba kutoa ubingwa wa ligi kuu bara baada ya kumaliza kinara kufuatia kukusanya pointi 69. Msimu 2017-2018, Manula alicheza mechi zote 30 za ligi kuu za Simba, japo kwa upande wa Kamara msimu huu amecheza mechi 28 na kukosekana 2 tu, sawa na kukichezea kikosi hicho cha Msimbazi kwa dakika 2520, ikiwa ndio msimu wake wa kwanza. Hata hivyo, mabosi wa Simba wameanza kuboresha kikosi kwa ajili ya msimu ujao ili kuongeza ushindani, huku suala la makipa likiwa kitendawili kutokana na kuripotiwa kutaka kuachana na Musa Pinpin Kamara, jambo ambalo limewapeleka hadi Mauritania kupambana kunasa saini moja ya matata. Kamara alijiunga na timu hiyo msimu huu akitokea Horoya AC ya kwao Guinea. Inaelezwa huenda akaachana na Simba kutokana na makosa anayoyafanya licha ya kuongoza kwa clean sheet nyingi zaidi za ligi kuu akiwa nazo 19. Kamara aliyevunja rekodi ya clean sheet iliyokuwa inashikiliwa msimu uliopita na aliyekuwa nyota wa Coastal Union Leymah Tampi. Kamara alijiunga na Simba Sport Club akitokea Horoya AC ya kwao Guinea. Alivunja rekodi hiyo ya Leymah Tampi ambaye aliweka rekodi ya clean sheet 15 sawa na alizoweka akitokea Jeunesse Sportive Group Bazano ya kwao DR Congo. Makipa wengine wanaofuatia na clean sheet nyingi msimu huu ni Patrick Mautari wa Mashujaa, Djigui Diarra wa Yanga na Mohamed Mustafa Azam FC, huku Yona Amos kutokea Pamba Jiji na Yakub Suleiman Al JKT Tanzania wakiwa nazo pia 8. Moja ya sababu ambayo pengine inaweza kumfukuzisha Pinpin Kamara labda ni makosa ya kibinadamu ambayo amekuwa akiyafanya mara kwa mara, hasa kwenye mechi kubwa za maamuzi yanayohitaji ushindi na si vinginevyo. Mdau wetu wa Sport Mtaa TV, tuwekee maoni yako kuhusu kiwango alichoonyesha Pinpin Kamara, na ikumbuke kuwa huyu ndiye golikipa ambaye anaongoza kwa clean sheet 19, ambapo amewapita magolikipa wote wa NBC Premier League, akimwacha pia golikipa wa Young Africans Djigui Diarra ambaye
ametoa ubingwa NBC Premier League 2024-2025 kwa misimu minne mfululizo. Mdau wetu wa Sport Mtaa TV, tuwekee maoni yako kuhusu kiwango cha Pinpin Kamara alichoonyesha msimu huu wa 2024-2025. Hii ni Sport Mtaa TV. Endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu za kimichezo kutoka ndani hapa nchini Tanzania. Leo kuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Elizabeth Erasto.